Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anatamani kuingiza vikosi vya ardhini ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili viweze kupambana zaidi. Hii inamaanisha kwamba mpango wa mashambulizi ya anga unaonekana bado hujafaulu vizuri, na hivyo mpango wa kupeleka wanajeshi nchini Iran ni moja kati ya mipango ambayo Donald Trump wakati huu anaitafakari. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump ameeleza faraghani nia ya kupeleka wanajeshi nchini Iran na kujadili suala hilo na wasaidizi wake. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba ni jinsi gani watafika katika eneo hilo. Hata hivyo, kuna makundi ya wapiganaji huko nchini Iraq ambayo ni kama vile yanaunga mkono Marekani, lakini pia ni makundi ambayo yanaungwa mkono na Marekani. Kwa hivyo huenda Marekani ikaanza kutumia makundi hayo kuyashinikiza yaingie nchini Iraq ili yaendelee na mashambulizi, na huu uwe mwanzo wa Marekani kuingia nchini humo. Hata hivyo, Iran imesema itaweza kuwakabili vyema wote ambao wataamua kuingia nchini humo kinyume cha sheria, na kwamba mashambulizi makali dhidi yao yatawakuta. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisema katika siku za hivi karibuni kwamba Marekani imekuwa na mpango wa kutaka kuanzisha mashambulizi ya ardhini, huku akisema kwamba jeshi la ardhini la Iran liko vizuri na linasubiri mashambulizi hayo na litajibu ipasavyo. Araghchi amesema jeshi lao limejipanga kwa muda mrefu, kwamba hakuna namna wanajeshi au waasi wa aina yoyote wataweza kupenya kuingia katika taifa hilo na kuanzisha mashambulizi ya ardhini, bali watakabiliwa vibaya na mashambulizi ya Iran. Katika ripoti hiyo inaeleza kwamba Trump alijadili wazo hilo na wasaidizi wake na maafisa wa Republican. Majadiliano hayo yanaripotiwa kulenga kutuma kikosi kidogo cha wanajeshi kwa madhumuni mahususi ya kimkakati badala ya uvamizi mkubwa wa ardhini. Kulingana na ripoti hiyo, Trump pia ameelezea hali ambayo Marekani na serikali mpya ya Iran zinashirikiana katika uzalishaji wa mafuta sawa na jinsi Marekani na Venezuela zilivyo. Maafisa hao walisema kwamba Trump hajatoa amri zozote kuhusiana na wanajeshi wa nchi kavu. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo anataka afanye, anatamani kuifanya Iran iwe kama Venezuela, kwa maana aanzishe utaratibu ambao ni kama ule wa Venezuela, na bado anaamini kifo cha Khamenei tayari kimempa ushindi mkubwa. Lakini kimsingi wakati huu ndio upinzani umekuwa mkubwa zaidi, tofauti na kile alichokitarajia. Mnamo Februari 28, Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi katika maeneo yaliyolengwa nchini Iran pamoja na Tehran na kusababisha uharibifu na vifo vya raia. Shambulizi hilo pia lilimuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, vita hivyo vingali vinaendelea na mashambulizi ya kila upande yanatokea. Iran inaendeleza mashambulizi ndani ya Israel, lakini pia Marekani pamoja na Israel siku ya jana walifanya mashambulizi mabaya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na maeneo yenye viwanja vya ndege ambavyo inadaiwa vimeshuhudiwa mashambulizi makali yaliyotokana na Marekani na Israel, lakini pia Iran nayo ikisababisha uharibifu mkubwa, huku majumba ya Israel yakiwa magofu kutokana na kushambuliwa kwa mabomu hatari kutoka nchini Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.